Yaani yule dada jana kaja DM, ananiambia Dalizi, yaani kanisimulia story yake, ananiambia Dalizi wewe huwezi kuelewa mambo hujawahi kupenda. My friend, mimi nishawahi kupenda lakini sijawahi kupenda kiasi cha kwamba eti mwanaume ataniambia eti unajua baby, nilikuwa natafuta utajiri, nimehangaika sana kwenye maisha yangu mpenzi wangu, nimeona nje nikushirikishe sasa hivi kwa sababu nakuamini, mganga kaniambia nikupeleke wewe mpenzi wangu. Na nikubali, niende, nifike kwa mganga, anipe madawa, niambie nitie sijui kwenye uchi, madawa nenda kaoge, madawa nenda kanywe. So kwa ajili ya mimi nipate utajiri, kwa ajili ya bwana akapate utajiri. Nikaweke vitu kwenye uchi, sijui nipewe madamu sijui ya kuku ya ng'ombe sijui ya nini ninywe. Hapana. Sijui nikiwa period nichukue kitambaa changu cha period nisitumie pedi nitumie kitambaa, alafu hicho kitambaa nikisha kitumia nikipeleke kwa bwana, bwana akichukua kipeleke kwa mganga akafanyia nacho kijoo kwa aenda akafikia kwenye sijui vichuguu vya naniliu huko. Hapana, mimi siwezi kuwa mshamba kiasi hicho. Siwezi kuwa, wote tushapenda jamani huku mtaniambia, lakini mimi siwezi kubali. Dada kaambiwa na bwana wake, "Oh bwana, unajua mimi nakupenda, unajua tunashirikiana sana, kwa sasa hivi naomba nikushirikishe." Bwana mwenyewe alikuwa amhudumia hata mimi kwa sababu alikuwa anamwambia eti, "Oh, mimi si unajua sina hela, maisha magumu, sijui nini baby." Nimepata mganga wa kweli, mganga kaniambia twende wote. Na binti kweli kiguna njia, binti ulikuwa desperate. Kiguna njia piku kaenda na kuambia kwa mganga. Kafika huko na kuambia kuku anachinjwa, kapewa madamu, kapewa sijui mavitu ameze, sijui madamu ya nini yanywe kanywa. Mwisho wa siku mganga akamwambia, "Wewe unajua sasa hivi kuna kitu kimoja tu ambacho kimebaki, hicho ndio kitu ambacho cha muhimu, hicho ndio cha kufunga dili, yani bwana wako anapata pesa." Nini? Ukiingia period usitumie pedi, tumia kitambaa. Alafu kitambaa katika siku moja hiyo siku ya kwanza ya period, hicho kitambaa kikuje vizuri, mpe bwana wako akilete. Au wewe uje naye. Na kweli kaenda nyumbani, kaenda kasubiri period, kweli siku ya kwanza kaingia period, kaenda kaweka kitambaa. Kamaliza na kuambia, akamwambia bwana wake, kitambaa hichi bwana kaambia haya twende. Wameenda na bwana piku kwa mganga. Wamefika kwa mganga, wamepewa dawa, kitambaa kimefungwa, kimetiwa madawa, sijui matunguri, mairizi, kakatwa damu zake kwenye kidole, vimetiwa huko na kuambia bwana naye kakatwa damu kwenye kidole, vimetiwa huko, vimefungwa na dawa, vimeenda vimefukiwa huko milimani. Na kuku sijui kachinjwa sijui na kitu gani, vikaenda vikafukiwa huko mlimani. Na bwana ambaye hajakuoa, hata kama akakuoa bwana, hata kama bwana wewe bwana wewe. Na bwana alikuwa hampi hata 100. Bwana alikuwa hampi hata 100. Baada ya muda bwana kweli kaanza kupata hela. Hela zimeanza kuingia na kuambia, bwana hamhudumii hata 100. Bwana hamhudumii. Anamwambia bwana, yani umeniambia twende kwa mganga, utapata mali, utaanza kunihudumia. Mbona mambo yenyewe haya, mbona unihudumii? Bwana akamwambia, bwana unajua mimi nimekuwa maisha yangu yote magumu, siku zote nimekuwa kwa shida, sasa hivi nimepata pesa, acha niwasaidie ndugu zangu, wewe nitakusaidia. Una haraka gani? Binti akamwambia, basi kama hutaki mimi nitarudi kwa mganga, sijui vitu vyako viende vikaharibike. Bwana akamwambia, hata uende wapi, hivyo vitu vishafukiwa huko, hakuna kitakachoharibika na ukiendelea kung'ang'ania, wewe maisha yako ndio yataharibika. Binti akamwambia, nikiendelea kung'ang'ania mbona sikuelewi. Kaka akamwambia, kwa taarifa yako, hutoka uzae maisha yako yote, hutoka uone mtoto, hutoka usikie kilio cha mtoto kwenye maisha yako, kwenye mbangu, hata uolewe, hata uende wapi, hakuna kitu chochote ambacho kitaweza kusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo yani wewe, kwa sababu mimi tu ndio ninakujua, mimi ndio najua siri yako, bora utulize mbaliga zako hapo, unyamaze kimya, uendelee kuwa na mimi, subiri nimalize kuhudumia ndugu zako, subiri niendelee kufanya mambo yangu, nikishamaliza nitaanza kukuhudumia. Kuliko kwenda kwa wengine huko hawajui siri zako. Hutoka udumu kwenye mahusiano, hutoka ufanikiwe kimaisha, hutoka uzae mtoto, kwa sababu wewe nyota yako, damu yako nishaenda kufukia huko, vinatumika ndio vilivyonipa mimi hii mali. Kwa hiyo wewe huna pa kwenda. Kaa hapa. Na binti bado yuko na huyo bwana, anakuambia Dalizi, niko kama nimefungwa, kila nikitaka kuondoka nashindwa. Kuna kitu kama kinanivuta nirudi kwa yule bwana, navutwa nirudi kwa yule bwana. Kwa hiyo najikuta nimeenda kwa yule bwana kwa sababu naona kama sina pa kwenda. Na yule bwana ananiambia, ananitishia kwamba yani nikiachana naye ataenda kunitangaza kila mahali huko, aende kutangaza kwamba nimeshauza kizazi, sio nishafanya nini. Kwa hiyo sina cha kufanya. Au Dalizi, nilikuwa kwenye sio ujinga Dalizi, ni kwa sababu nilikuwa nimependa. Dalizi, ukiingia kwenye mahusiano ukipenda utaelewa. Nyoko, hapa yenyewe niko kwenye mahusiano, lakini siwezi kuwa mjinga wa kwenda kuzika kizazi changu, kwenda kuzika damu yangu ya period kwa ajili ya mwanaume ambaye sio baba yangu, sio mama yangu, kwa ajili ya mali, apate mali ambazo ni za kwake ambazo sio za kwako. Si unanielewa vizuri? Ndio anaomba msaada sasa hivi, Dalizi naomba unisaidie, Dalizi naomba unisaidie. Mimi nakusaidia nini? Yeye huyu binti mwenyewe anakuambia nishaenda kwa waganga, nishaenda kuomba huko kwa waganga. Waganga wanakuambia wewe cha kufanya, mtu peke yake ambaye anaweza kukusaidia ni huyo bwana aliyokupeleka kwa mganga, akurudishe kwa mganga, mganga akubali kwenda kufukua hivyo vitu alivyovifukia kule, mfanye kafara nyingine ndio utapona. La sivyo hakuna mtu ambaye atakuokoa. Hata kwa wachungaji inabidi ukapate vile vilivyofukiwa kule, vifukuliwe, ifanyike kafara nyingine, ufunguliwe. La sivyo utahangaika maisha yako yote. Bwana kashapata pesa, wewe unafikiri atakubali kwenda atakubali eti aende akafukue pesa zirudi? Huyo bwana yeye hana ndugu, hana mama ambao washamaliza kuzaa. Mamake sikashamaliza kuzaa, kwa nini asiende akachukua damu zake za period kwa sababu ana shida ya mtoto? Hana ndugu, kwa nini asiende akachukua ndugu zake huko akaenda akamwambia nipe damu zangu za period? Kaja akakwambia kwa sababu kichwani kaona wewe, kichwani yemte. Bwana hakusaidii. Yaani bwana hakusaidii, bwana hakupi chochote. Unapata wapi ujasiri? Unapata wapi nguvu ya kwenda kuchukua damu yako ya period kwenda kufukia mlimani binti? Lakini
Haya mabinti mnaniangusha sometimes kweli. Binti anaomba ushauri. Sasa mimi hata sijui nimshauri nini na nyie ndugu zangu sijui mtamshauri nini. Yaani nimeongea na binti mpaka nimetamani niingie kwenye simu. Mimi sana ananiambia eti Dalizi ni mapenzi tu. Ukiwa kwenye mapenzi utanielewa. Nimesikia hasira kumanina mimi nina miaka 27 unataka kuniambia mimi sije kuingia kwenye mapenzi. Unataka kuniambia sijapenda na mtoto mkubwa sasa hivi ana miaka 11, 12. Nimeanza mapenzi kabla hata ya umri, kabla hata ya muda wa kufika. Na mtoto mkubwa, ukiambia mtoto wa Lizi hutoamini. Unaniambia eti Dalizi kwa sababu hujawahi kupenda huwezi kuelewa. Hizo akili zako hizo ndio zimekufanya mpaka ukaenda kufikia huko kizazi. Pole, kimekukuta, subiri watu wakushauri.